chochote unachokifanya kinyume na mapenzi ya Mungu kwa muda husika ni dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo ni nguvu ya uovu inakushambulia. Ndivyo Israeli kilichowakuta. Israeli walipokuwa wanatenda dhambi, wanashindwa vita kila mahali, wanakuwa dhaifu. Ndio kilichowatokea. Amen? Amen? Tusome vitu fulani hapa viweze kutusaidia. Israeli ndio kilichowatokea wakati walipokuwa wakitenda dhambi. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 10. Msomaji wangu naomba unisomee kwa umakini sana, na msikilizaji wangu naomba unisikilize kwa umakini sana. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 10. Soma haraka haraka. Biblia inasema kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Walifanya yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midian. Baada ya kufanya maovu, Bwana akawatia mikononi mwa maadui zao muda wa miaka 7. Wale waliokuwa wakiwapiga mwanzo, baada ya kumkosea Mungu, Mungu akaachilia nguvu kwa maadui, mambo yakageuka, wakaanza kupigwa wao. Yaani mwenye Mungu unaanza kupigwa na asiyekuwa na Mungu. Hujanielewa vizuri we? Hawa watu Israeli wana Mungu, si ndio? Baada ya kuwa wameasi, wamefanya maovu mbele za Bwana, wale maadui zao ambao walikuwa wanawapiga ikageuzwa, Mungu akaachilia nguvu kwa maadui wakaanza kuwapiga wateule wa Mungu. Na ndivyo ilivyokuwa safari yao yote. Walipokuwa wanamkosea Mungu, Mungu anaachilia nguvu kwa maadui zao, zile mambo yanabadilika, wanaanza kupigwa wao. Wanapoomba toba, nguvu zinarudi tena kwao, wanawapiga tena wale maadui. Sasa hawa watu wana Mungu, lakini baada ya kuwa wamemkosea Mungu, mambo yakabadilika, nguvu zikarudi kwa maadui zao. Wenye Mungu wakaanza kupigwa, wasio na Mungu wakaanza kushinda. Kuna mtu mmoja huko mahali hapo unanisikiliza, ulianza na nguvu za Mungu, lakini unapokuwa unatoka kwenye njia, unashangaa hata yule mchawi mdogo wa mtaa wa chekechea anaanza kukunyanyasa. Tatizo sio Mungu kwamba nguvu zimepunguka. Tatizo ni la kwako wewe. Kuna uovu umeufanya, nguvu ya Mungu imeondoka kwako, maadui zako wanaanza kukutesa. Ndio maana nikawaambia, ukisikia kwamba niko na Yesu alafu ninarogwa, biashara yangu inarogwa, kazi yangu inarogwa, ndoa yangu inaroga, jitafakari umesimamaje na huyo Yesu. Hakuna aliyesimama na nguvu ya Mungu wa kweli akarogwa. Kwa nini wanarogwa? Na hapo unaweza ukaomba maombi yote ni kelele. Hawa Israeli walikuwa na Mungu, hawana Mungu. Waliwahi kumuona ishara zake Misri, hawakuwahi kuziona. Bahari iliwahi kugawanyika, haikuwahi kugawanyika. Farao alizama kwenye bahari ya kuzama na majeshi yake. Kitu gani kinatokea tena? Wanaanza kupigwa na watu wa kawaida. Jibu liko pale, walipokubaliana na uovu wa mataifa, wakarudiwa tena kupigwa, wakati wao walikuwa na nguvu za kupiga. Kilichoshindikana pale sio Mungu. Wao walitenda uovu, Mungu akawaacha. Maana yake nguvu za Mungu alizokuwa amewapa zikaondoka. Wakaanza kupigwa kama vile mtu anapigwa mtu mmoja tu. Kuna mtu unapitia matatizo mengi hapa ya umaskini, ya matatizo. Shida ni kutokutii kwako. Matokeo ya Israeli tutasoma hapo mbele, tuendelee. Kilichowatokea wale ni kwa sababu ya kutokutii neno la Mungu. Mungu aliwaambia, mkiingia mataifa hayo msiwe na ushirika nayo, wala msifuatishe namna ya wao wanavyoishi. Nyie muishi kama mimi nilivyowaelekeza. Ndio mtaishi kwenye zile nchi za mataifa, wengine watakuwa na mnaishi nao, ila nyie msiishi kama wao, muishi kama maelekezo yangu mimi. Ndio Mungu anajua utaishi duniani kama watu wengine wanavyoishi. Utaishi dunia yenyewe ambayo imechafuka, dunia yenyewe ambayo imevurugika, dunia yenyewe ambayo imejaa uovu. Lakini kwa sababu umeshakuwa mwana mteule mbele zangu, usiishi kama mataifa, usifatishe kama namna ya ulimwengu. Maana kuna namna ya ulimwengu wanavyoishi. Wewe mwana mteule utakiwa kuishi kama namna ya ulimwengu wanavyoishi. Utakapoishi hivyo, nguvu zangu zitaondoka kwako.
Usiishi kama wafanyabiashara wengine wanavyoishi unaouza nao biashara. Usinene kama wale wenzako waliokuzunguka. Usitazame kama wale wenzako walivyokutazama. Usijiachie kama wengine wanavyojiachia kwenye ukoo wenu. Kwa nini? Wewe tayari umeshakuwa mwana mteule. Utatembea nao, utaishi nao, lakini matendo yao usifatanishe nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndo Mungu kinachofanya nguvu zake azitoe kwako, ili upigwe upate akili, alafu ugeuke. Ndio utaishi na kundi linalopenda kusengenya kwenye vikundi vyenu vya mama, ila wewe usiishi kama wasengenyaji wale. Usikubali kusengenya, kwa sababu ukisengenya wewe, Mungu wako na nchi yako nakotokea mbinguni haparuhusu mtu kusengenya. Utakaposengenya, nguvu zitokao juu zitaondoka kwako. Acha hao waliozoea kwenye nchi zao kuishi hivyo, waache waishi hivyo, ila wewe usienende kama wao. Watu wa Mungu, sikiza nikwambie kitu. Kila nchi ina namna yake, sheria na kanuni ya utaratibu wa kuendesha nchi. Ukiona nchi yoyote haifati, wanasema sisi tunaishi vyote tunavyotaka, tumekuwa huru, hawana kanuni, sheria na utaratibu za nchi, hawazifati, hiyo sasa sio uongozi, sio serikali hiyo, bali ni kikundi cha wahuni. Sasa hapa narudi kwenye issue, hapo nilikuwa naongelea nchi, narudi kwenye issue ya mahuduma, makanisa, watumishi. Ukiona mtumishi yote anakuambia mimi nimetumwa kuombea watu tu, kufungua, sijali sana na maovu yao, Mungu amenipa kipawa cha kufungua tu, kuwaombea waendelee na maisha yao wanavyotaka. Yaani wa kuzini aendelee kuzini, wa kurawiti aendelee kurawiti, wa jinsia moja waendelee kukutana, wa kusagana waendelee kusagana, wa kulewa waendelee kulewa. Yeye anasema mimi nafungua, alafu anatoa sadaka muondoke. Huyo sio mtumishi, labda ni kikundi cha wauni. Au kama kanisa lolote, narudia tena nyingine, lenyewe alidili na matatizo ya watu ya ndani, nafsi, roho na mwili. Yaani anasema mimi nadili na mambo ya rohoni tu, mambo ya roho na mambo ya mwili na nafsi sio sehemu yangu. Mimi nadili rohoni kwa sababu Mungu ni roho, nadili na rohoni tu. Mtumishi anakuambia hivyo. Hutaki kusubiri unabii kugundua ni wa namna gani. Jua huyo, kama ukisikia anakuambia hivyo, hata kama mmekaa mko watu 2000 3000 kwenye hilo jengo la ibada, jua pale mmekaa kama ni kikundi cha nzengo. Sio kanisa hilo, ni nzengo tu la kusaidizana kwenye shida, ukifiwa waje, lakini sio kanisa la kukubadilisha. Huduma yote ya kubadilisha itadili na vitu vyote, ndani na nje, roho, nafsi na mwili. Ndio maana katika wito wangu Mungu ameniita kubarikiwa roho, nafsi na mwili. Mimi ni miongoni mwa mtumishi asiyeamini katika umaskini. Mimi naamini katika kufanikiwa, lakini kwanza roho yako ifanikiwe, alafu Mungu akufanikishe vya nje. Ukisikia mtumishi anasema mimi simwamini Mungu kwenye kutajirisha watu, mimi hiyo siungani na yeye, ana agano lake. Mimi agano langu nimepewa agano la utaji, kwamba kananiambia Mungu ananiambia utakuwa unahudumia mpaka na yatima au wajane. Sasa ananiambia atahudumia hivyo wakati amenifanya kuwa maskini. Kwa hiyo siamini Mungu katika umaskini. Na mimi neno langu la kwanza wakati naitwa, nilipewa neno la Mithali 8:17 mpaka 18. Na kwamba nawapenda wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima viko kwangu. Ndio neno ambalo Mungu alinishawishi nao nimtumikie. Nilikuwa nimeng'ang'ana sitaki kumtumikia mimi. Akaniambia soma hapo. Akasema unataka ufanye biashara, wewe rudi huku, una kitu changu, tumikia watu. Huko ndo utashangaa kitakachofanyika. Sema amin. Kwa hiyo mimi namwamini Mungu kwenye mafanikio yote, roho, nafsi na nini. Ila ukiona mtu anakuambia mimi naamini Mungu kwenye mafanikio yote kimwili na roho za watu hazinihusu, hicho ni kikundi cha wauni, ni watekaji. Watekaji, kimbia. Yaani ukimsikia mtu upita tena na kwenye hiyo huduma upita unakimbia, watekaji hao. Tafasiri yake anaamini ulete achume, alafu wewe utakufa mwenyewe. Kama ni jana mnenda tu mwenyewe, mchinga wewe, una akili. Kwani hujui kufa amini ni dhambi? Umbavu, leta hiyo sadaka tu, alafu wewe mchinga mwenyewe. Hata mila za kidunia tu zenyewe zinajua ukijistiri wazee wakupokei. Kwani hujui? Yaani mtumishi mwenyewe anajua. Anasema nani? Mila zenyewe baba yako huwezi kaenda umemvalia mimi hivi, babu yako akakuelewa. Sema msio anakuja hapa alafu mimi wewe lete sadaka, nenda ujinga wako huo. Tayari huyo ni mtekaji. Anateka. Kwa sababu mtu ukuteka sana kunyang'anya vya kwako alafu anakuachia unaondoka.
Umenielewa? Anaweza akakuteka asikuue. Halo! Halo! Sema Mungu nisaidie. Endelea kusoma hapo binti yangu. Mkono wa Midian. Mkono wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Nguvu zilitoka wapi hizo? Kwa Mungu mwenyewe ambao alikuwa anawapigania baada ya kukosea Israeli, nguvu zikahamia kwa maadui zao. Kumbe kuna wakati mwingine wachawi wanapata nguvu kwa sababu ya dhambi ulizozifanya. Hujaelewa? Kuna wakati mwingine wachawi wanapata nguvu kwa sababu ya maneno unayoropoka kwa kinywa chako. Umefungua milango ya nini? Ya uovu. Utaanza kunigwa kwenye ndoto wakati unaomba. Yaani maombi yako hata yaendi popote. Unanigwa. Unapelekwa makaburini na unasema nimeokoka. Unaenda wanakubebesha maiti na umeokoka bwana. Umebeba, siku nyingine umebeba mzito sana. Halo, twende hapo binti yangu. Tena kwa sababu ya Midian, wana wa Israeli wajifanyia hayo mashimo. Wana wa Israeli wakajifanyia mashimo yaliyo milimani, na hayo mapango, na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midian wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki. Unasikia? Hao watu walikuwa wamepanda mashamba, wana mazao mengi, vimestawi. Ila baada ya kufanya uovu, sikia kilichotokea. Walipopanda mashamba, wa Midian wakakwea, wa Midian wakapanda na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanda juu yao, wakapanga marago juu yao, wakaweka kambi juu yao, na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi, na kuharibu mazao waliokuwa wameyapanda juu ya nchi, hata ufikapo Gaza, mpaka Gaza. Wala hawakuacha katika Israeli riziki hawakuacha riziki yoyote ya wana wa Israeli. Yaani hawakuacha, iwe cha muogo, iwe cha mahindi, iwe cha mchele, iwe cha ngano, iwe chochote. Hawakuacha hata chochote. Zaidi ya hapo sasa, kondoo wala ng'ombe wala punda. Wakaharibu na mifugo, kondoo, ng'ombe, punda. Nisikilize, ukisoma habari hii unapata picha hawa watu walikuwa matajiri namna gani, si ndio? Lakini baada ya hapo unaanza kupata picha waliingia kwenye wimbi la umaskini la namna gani. Halo, si kama naongea na watu wanaotafakari akili zao zina function vizuri. Kuna mtu akili yake ina function vizuri hapa? Nasema hivi, ukiongea hivi unapata picha ya watu utajiri waliokuwa nao, si ndio? Maana utajiri sio tu pesa, utajiri ni asset. Kama hauna asset, wewe una pesa tu hapo umeziweka mkononi, wewe ni maskini wa dakika 10 zijazo. Utajiri nini? Ni asset. Mwenye asset hiyo ndio tajiri. Mwenye pesa anaweza akawa maskini baada ya masaa 4. Zikichukuliwa zote hizo, anarudi tena kuomba chumvi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unanielewa? Amen. Na kwa taarifa yako, pesa hii ya kushika mkononi sio utajiri. Hii ilitokea kwa sababu ya mabadilishano. Zamani hata kabla pesa hii ya makaratasi haijaja, watu walikuwa ni matajiri. Wakina Ibrahimu, wakina Ayubu, wakina Isaka walikuwa wana pesa za makaratasi. Ila walikuwa ni matajiri. Kilichowafanya wawe matajiri ni asset. Mifugo, ng'ombe, mbuzi, punda, mashamba, nini hivyo. Umenielewa? Sasa kuna mtu ukimwambia anawaza utajiri ni hela. Hiyo ni mabadilishano. Maanake ili uchukue kitu mpaka wape yale makaratasi ili waweze kukupa kitu. Zamani ilikuwa unabadilishana, unampa mbuzi anakupa kitu unachohitaji. Sasa sitaki kwenda huko kwenye mambo ya utajiri, utaongelea siku nyingine kuhusu pesa na nini, si ndio? Sasa niongelee hili point. Unagundua watu utajiri, asset zao walizokuwa nazo, unaanza kupata idea kwamba walikuwa ni matajiri. Uongo kweli? Walikuwa hawana cha kupungukiwa, si ndio? Walikuwa wamesheneza kila kitu, si ndio? Walikuwa wana asset za kutosha, si ndio? Lakini cha kushangaza, baada ya hapo muda si muda mambo yakachange. Waliokuwa matajiri wakageuka kuwa maskini baada ya maadui zao kuwazidi nguvu, wakawapiga. Yaani baada ya mkono wa Mungu kutoka juu yao, wale waliokuwa matajiri wanakuwa maskini ghafla. Baada ya mkono wa Mungu kutoka juu ya mtumishi, yule aliyekuwa anatenda miujiza anarudi tena kwenye kuanza kutafuta miujiza na ishara. Baada ya yule aliyekuwa anafanya biashara anapata faida, baada ya kumkosea Mungu uovu ulivyomvaa,
faida inapokutika, anakuwa yeye ni mtu wa madeni, anakuwa ni mtu wa kukopa vikoba, mpaka na nyingine ameibadilisha na jina anaitwa kausha damu. Yaani anatoka huku yeye, baada ya kuwakausha damu wengine, yeye ndo anageuza ghafla tu anaanza kukaushwa damu mwenyewe. Baada ya uovu yule aliyekuwa wa kwanza shuleni, ghafla anaanza kuwa wa 200 baada ya uovu. Sio kama unanielewa. Kitu gani kimebadilika? Ule wingu liliokuwa linakufunika kukulinda usifeli, kukulinda usirudi nyuma, kukulinda usifukutike, kulinda mali zako, lile wingu ulipojiingiza kwenye njia za uovu, kutokutii, ewe acha kulalalo. Nalala nini wakati hilo hili ni muhimu sana kuzidi kingine? Nalala nini wewe? Unajua kuna watu hata akija malaika 800 wakasema sisi ni malaika tumetumwa na Mungu tuwafundishe, hawatatoka kwenye kikapu. Nakwambia kitu ambacho kinafanya usitumie maombi mengi, hujajikagua. Kama hujatii kitu cha kimungu, wingu la ulinzi au kufanikisha litapita. Unaweza ukaona kama unafanikiwa, lakini sio level Mungu aliyokuwa amekuandalia. Amen. Mimi nakwambia ukweli, unaweza ukawa kama umesimama, lakini sio level Mungu aliyokuandalia. Amen. Na kuhakikishia hii siri nakupa kabisa, siri ya kutembea kwenye kutii neno la Mungu ni siri ambayo ina activate vitu, huwezi kupungukiwa. Mwenzako unayoona naongea naye hapa, huo umekuja kwa ibada, hujaja kwa ibada, mimi sipungukiwi na naendelea kuishi. Jiulize ni nini? Eti ni nini? Kwa sababu nimeamua tu kutii Mungu. Yaani hata akiwepo wawili nikawahubiria, nikasema ukweli wa Mungu, alafu Mungu anajua ananilipaje yeye. Mimi hata napoendaga kuhubiri injili sipitishagi sadaka. Kwanza kuna sehemu nikienda hata kwenye viwanja kule, hata zipokuwa Buchosa, nilikuwa nashangaa, nimeshasahau, nishatoka na jukwaani, nimeondoka, mpaka mtumishi wakati mwingine ananiambia kuja sadaka uje uambie watoe na sadaka au kwenye mkutano. Nasuka mimi, usiponiambia naondoka, sikumbuki hata kama kulikuwa kuna sadaka. Umenielewa vizuri? Iko hivi, ukishajua mimi natakiwa niseme hiki, Mungu anajua ni mbinu gani atakuwezesha. Fedha na dhahabu ni mali ya nini? Ya Bwana. Wewe unamtumikia nani? Bwana. Anajua ni njia gani ataitumia. Sasa wewe ambaye unaishi maisha hayo ya kuungaunga, sema kuungaunga, alafu unasema nanena kwa lugha, alafu unasema mimi namjua Mungu, miaka 10 yote unaungaunga maisha. Wewe hata kama ni jaribu miaka 10, jaribu moja. Miaka 10 jaribu moja, hapana. Kuna kitu aidha hauna utii kwa watumishi wa Mungu, au hauna maarifa, au hauna utii kwa neno la Mungu. Kwa sababu pia kutokutii watumishi wa Mungu ni mlango wa kufunga. Umesikia mama mmoja anaambiwa hapa, japokuwa nimemjua yeye mwenyewe, amejijua na mwenyewe, anaambiwa mtii mtumishi wangu, usimuone kawaida. Yaani sikiliza, pasta ni huduma, si ndio? Nabii ni huduma, mtume ni huduma, si ndio? Mwinjilisti ni huduma. Mnanielewa vizuri? Mwalimu ni huduma, kuimba ni huduma, umesikia? Ila kuhani ni nafasi. Ukisikia mtu amepewa neema ya kikuhani, kapewa nafasi ile, neema ile, ukuhani, hata kama mtu kuhani kakosea, umenielewa vizuri, ana uwezo wa kutamka kitu kikawa kama alivyotamka, hata kama keshakosea. Hapo sasa ndo namshangaga Mungu. Sisemi kwamba makuhani wakosee makusudi, ila kuhani ni nafasi. Yaani unapokuwa unamheshimu kuhani, au uheshimu cheo, unaheshimu nafasi. Nikisema nafasi, ngoja niseme raisi sio cheo. Raisi ni nafasi katika nchi, umesikia vizuri? Ni taasisi. Kwa hiyo kuhani, ngoja niwaambie na hao watoto tena wanisikilize. Hao watoto nisikilize, muombe sana niwe nakuwa na maneno kidogo ya stani, si nikasema neno gumu. Kuhani akisema neno hata kama amepitiwa, asipolifuta linakupata. Labda kama hana Mungu, ila mwenye Mungu umemchukia. Kuhani akilia tu machozi kwa ajili, ukamuliza machozi akalia hivi, akafuta hivi, Mungu atakuona. Hilo tu, hakuna wa kulitengua.
mpaka we mwenyewe ujitambue, muombe msamaha, uombe msamaha wewe, alafu uje muombe msamaha, alafu yeye tena aombe mbele za Mungu. Tafasiri ya nini? Kuhani. Si kwamba wachungaji wote wamepewa nafasi ya kikuhani. Kihuduma wote unaweza ukamwita ni kuhani kwa sababu anaongoza watu, anawakilisha watu, lakini kuna kuhani wa kinafasi. Si kama unaelewa hicho ninachokiongea. Kuhani wa nafasi ndio kama unavyomuona Musa, Haruni na Miriam. Musa alipewa ukuhani wa kinafasi wa kiagano, umenielewa? Haruni na Miriam, Haruni alikuwa pia ni kuhani, lakini ukuhani wake ili agano litimie anapitia kwa Musa. Ndio maana alivyomsema Musa, Mungu aliwapiga ukoma, na wakati na wao ni watumishi wa Mungu. Kwa nini wapiga ukoma wakati nao ni watumishi? Na Musa kweli alikosea. Musa alikuwa amekosea. Walichokuwa anasema ni ukweli, ila sasa yule kumsema sema huku kumsengenya sengenya, Mungu akawalipua. Amen. Kwa hiyo nikwambie kitu, hata kama kuhani wako unaona kavyo na waka ni kuhani aishakosea, wewe usimseme vibaya. Umenielewa? Wewe kama unaona uendani naye, wewe shukuru Mungu tu, toka taratibu, endelea na maisha yako. Usiendelee kuropoka mambo mabaya juu yake. Wangapi mnamkumbuka mzee Eli, kuhani Eli wa Biblia aliyemsaidia Hana kupata mtoto? Yule kuhani alikuwa ameshaacha njia, ameshaachangana na watoto wake. Ona, lakini neno la kumpa mtoto Hana litoka kwenye kinywa cha mzee Eli. Lakini na yeye kaisha vuruga. Ila alikuwa na neno la kumtamkia mtu akapokea. Aliyepewa agano la kuhani ni connector, yani kuhani ni connector. Na hakuna mtu yote anaweza kuwa chochote duniani kama ana kuhani, ana Mungu, ana madhabahu. Hilo uliandike, itakusaidia. Hakuna mtu yote anaweza kuwa chochote yeyote kama ana kuhani, ana Mungu, ana madhabahu. Iko hivi. Kuhani anakaa katikati hapa. Hapa ni Mungu, hapa ni wanadamu. Kuhani anakaa hapa. Umenielewa vizuri? Anakuunganisha wewe na Mungu, na anatoa kwa Mungu, anakuletea wewe. Tuendelee. Wewe mbona umekaa? Hiyo mstari haijaisha. Twende chapa. Mstari wa 5. Kwa maana walikuwa na ng'ombe zao, neema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi, wao na ngamia zao. Haraka. Pia walikuwa hawana hesabu. Nao waliingia katika nchi hii ili kuiharibu. Israeli walitozwa sana. Israeli walitozwa sana. Kutozwa na kujua, waliteswa mno kwa sababu ya Wamidiani. Hao wanaoteswa mno ni wateule wa Mungu na wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Walipoteseka. Kuna mtu ambaye unateseka leo, unanisikia, umepitia mateso mengi, yaani kwenye uchumi wamekuroga, kwenye kila kitu umepigwa, ndoa imepigwa, watoto wamepigwa, huduma imepigwa. Si kwamba ati wote wanapitia hilo jaribu, sio tu jaribu kama jaribu. Lazima ujitafakari, baada ya hapo jichunguze, kuna kitu hujamtii Mungu. Baada ya hapa sasa ya somo hili utaingia maombi ya kuomba toba, alafu baada ya hapo Mungu akurejeshie tena nguvu zako, uende kurevenge juu ya maadui zako. Israeli walipogundua walichokosea, wakabidi wafanyeje? Wamlilie Mungu, manake wakaomba toba, wakaanza kulia. Na toba kubwa ya kugeuka ni kuanzia kwenye moyo. Toba fulani iendane na machozi yako. Si ya kwamba Baba, katika jina la Yesu naomba nisamehe, nikukosea Baba, nisamehe tu. Baba, wewe ni wa rehema na neema. Amen. Umemaliza. Hiyo namuomba babu yako. Umenielewa? Yawezekana kuna wakati uliwasema watumishi wa Mungu, kuna wakati hauna utii, au watumishi hautii Mungu mwenyewe. Utaomba toba ili Mungu afungue milango. Maadui utakiwi kuugua ovyo. Utakiwi umeokoka wanakupiga chuma ulete. Umeokokaje wewe? Chuma ulete wanakupiga wewe, mtu uliyeokoka, chuma ulete. Kwani usitafakari wokovu wako ukoje? Ndio maana visa mnapinga roho za malipizi huko mlikotoka kwa makanisa. Malipizi gani wewe? Yaani na bounce yangu naishi naye, nani ananilipiza? Kwa hiyo unanipiza, nilienea amelala usingizi. Njoo nilipize tuone. Eti umeomba maombi mengi ya vita, pinga roho za malipizi. Mchungaji, kuna shida unayo. Unawaza tulikuwa tunatumika na Mungu, baada ya hapa Mungu anaweza kutuacha kwa sababu ya maisha yetu tunavyoishi maisha ya dhambi. Mungu hawezi kukaa na sisi. Mtu ambaye anaishi maisha ya kusimama, upingi roho ya malipizi, kwa sababu Mungu huyu unaishi naye full time.
Na Mungu huyo analipizwaje wakati unaye? Twende mtu wa Mungu. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midian, Bwana akamtuma nabii. aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia Bwana yeye Mungu wa Israeli ndivyo kanituma. Kuna mtu umelia sana kwa habari ya ndoa, sema kuna mtu umelia sana kwa habari ya ndoa. Kuna mtu umelia sana kwa habari ya uchumi. Kuna mtu umelia sana kwa habari ya uzao. Kuna mtu umelia sana kwa habari ya hatima yako. Kuna mtu umelia sana kwa habari ya mume. Kuna mtu umelia sana kwa habari ya mke. Kuna mtu umelia sana kwa habari ya uchumi. Bwana amenituma kama nabii wake nikwambie tatizo limeanzia wapi. Tatizo ni uovu. Sikiliza nabii alivyotumwa akawaambia wale watu walikuwa wameteswa. Asema hivi, Bwana asema hivi, mimi niliwaleta nyinyi, mimi nilikutoa kule kwenye nguvu za giza kwa miungu ya ukoo iliyokuwa inakutesa miaka hiyo. Mkoe kutoka Misri, ukatoka kule kwenye madhabahu za miungu ya ukoo. Nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nikawatoa kwenye nyumba ya utumwa ya babu zako ambao walikuwa wameingia agano na Illuminati, wameingia agano na Sangoma, nikakutoa wewe. Nami niliwaokoa na mikono wa Misri. Nami nilikuokoa na maadui zote wakati wamekuinukia ndugu na jamaa baada ya kuokoka wataki kusalimiana na wewe. Nikakuokoa. Walikuwa wanapika chakula na weka sumu lakini nakuokoa sumu haikupati. Amen. Na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Wote walikuwa wakikuonea. Nami naliwafukuza watoke mbele zenu. Nikafukuza maadui wasikuzuie uendelee kwenye kasi ya kumtafuta Bwana, kasi ya kufanikiwa, kasi ya kwenda kwenye ndoa, kasi ya kwenda kwenye uchumi, kasi ya kwenda kwenye baraka, kasi ya kwenda kwenye huduma. Nikakuongoza njiani ukiwa na kasi namna hii. Lakini sasa nami niliwapa nyinyi nchi yao. Na mimi nikakupa vitu. Kisha niliwaambia mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wako. Msiite miungu ya Waamori. Usije ukaitumikia miungu mingine ambayo mwakaa katika nchi yao. Usije ukatumikia ulevi. Usije ukatumikia dhambi. Usije ukatumikia uasherati. Usije ukatumikia kujichubua ngozi. Usije ukatumikia makorokoro yote ya ulimwengu, kwa sababu mnapoishi duniani hivyo vyote vimo, ila wewe usivitumikie. Chochote ambacho kinakushindwa kukiacha, tafasiri yake kinakutumikisha. Narudia tena kwa herufi kubwa. Chochote ambacho unashindwa kukiacha, tafasiri yake kinakutumikisha, kimekuwa bosi wako. Twende. Lakini hamkutii sauti yangu. Hamkutii. Shida si kwamba hawakusikia. Shida si kwamba usikii ninavyokuwa nakwambia au unasikia. Au si kwamba usikii unasikia. Yaani shida si kwamba unapoambiwa wewe umeitwa kuwa hivi kanisani huo unakuja unaombea Jumamosi unasikia. Kabisa unasikia kabisa. Shida iko kwenye kutii. Hapo ndo shetani kakukunja kwenye kona, yaani kakupiga kabaro hivi. Shida si kwamba nikufundisha usiku, unasikia kabisa na hapa inakuingia. Na unajua ni Mungu anazungumza kabisa, unajua. Shida sasa kutii. Hawa walijua ni Mungu kabisa,